Bila shaka kauli nyepesi kabisa ninaweza kuitumia inatoka kwenye vitabu vyetu vya shule ya msingi. Zamani wakati tunasoma, kuna ule wimbo unaitwa ule wimbo wa Sungura, anasema mimi sizitaki mbichi hizi, wakati anayaona yale matunda na anayataka, lakini hana uwezo wa kuyafikia. Kwa hiyo kauli zake zinabaki tu kuwa matunda yenyewe mabichi haya, mimi sina shida nayo. Unaweza ukasema hivyo, au unaweza kuweka kwenye muktadha huo. Donald Trump amekuwa mtu wa lawama, mtu wa kulalamika tu, si kwa ndugu zake, sio kwa majirani zake. Yaani tunaweza tukamuita sasa ni baba lawama. Hakuna aliye mzuri kwake isipokuwa yule anakubaliana naye kile anachokifanya. Washirika wa Ulaya ni kama tayari wanaona kuna ishara ngumu sana mbele yao. Ni kama vile wameamua hili wacha lipite, kwa sababu mara kadhaa wamekuwa wakijaribu kumjibu Donald Trump kwa kutumia akili nyingi, lakini mara hii wanamjibu moja kwa moja. Hii ni ishara ambayo inaonekana si nzuri sana kwa upande wa Donald Trump, na hiki ndio kinachopelekea kuwa lawama zinakuwa nyingi sana kwa washirika wake. Jana nilizungumza na wewe hapa nikakwambia kuhusu malalamiko yake kuhusu NATO, kuhusu jambo jingine. Nitalizungumza vizuri hili la Donald Trump, lakini nataka nizungumze hasa kuhusu hiki ambacho kimetokea ndani ya Iran, kifo cha bosi mkubwa kabisa kutoka kwenye ile safu ya pili ya uongozi ya Iran, Ali Larijani. Huyu anakuwa ni kiongozi mkubwa kabisa baada ya Khamenei kuja kuuawa katika kipindi hiki. Sambamba na yeye ameuawa Ghulam Reza Suleiman. Huyu ni kamanda mkuu wa Basij. Basij ingekuwa kwetu ningesema kuwa ni kikosi kama JKT, unaweza kusema kikosi kama JKT, lakini ndani ya Irani Basij imekuwa ni kikosi maalum cha kudili na watu wa ndani zaidi, wafanya vurugu wa ndani, maandamano. Ni kikosi ambacho kinaogopwa sana, ni special force ambacho kiko ndani ya nchi, ni kikosi ambacho kinaogopwa sana kwa mission za ndani. Kwa hiyo bosi wao ni Ghulam Reza Suleimani ambaye naye ameuawa. Amehudumu pale kwa zaidi ya miaka takriban 5 au 6 kwenye hicho kitengo. Sasa naye ameuawa kwenye shambulizi. Kwa wafuasi kwa watu wangu hasa ambao sina watu nao wamiliki, lakini kwa wafuasi wangu ambao wamekuwa na mimi hasa kwenye group labda za Rahby Update, mtapata kumbukumbu nzuri kuwa mazungumzo yangu ya jana jioni nililieleza hili wakati Irani walikuwa bado hawaja confirm hiki kitu, lakini niliwaeleza katika ishara na nadharia ambazo zimekuja na majibu yale yale ambayo nilikuwa nimeyazungumza awali. Baada ya taarifa ya kuuawa Ali Larijani, ambapo awali vilianza vyombo vya habari vya Israel kuripoti kuwa wana uhakika kwenye lile shambulizi Larijani atahusika, lakini Ghulam Reza walikuwa na uhakika kabisa wamemlenga, lakini wakahisi ndani yake Larijani atakuwepo. Ni kama vile kwenye shambulizi la awali lililomuua Khamenei, waliokuwa wanakusudia kabisa, ambao walikuwa na uthibitisho, wanahisi kabisa tuna uhakika huyo tumempata, alikuwa Shamkani. Lakini baadaye wakasema inawezekana na Khamenei akawepo kwenye hilo, na ikawa hivyo. Sasa mimi nimekuwa na nyinyi hapa kwa muda mrefu. Kwa wale ambao wananifuatilia siku nyingi, mimi nimekuwa na nyinyi hapa kwa muda mrefu. Nilikuja na nyinyi tukazungumza kuhusu kifo cha Ibrahim Raisi, aliyekuwa rais wa Iran. Nilikuja hapa tukazungumza kifo cha Ismail Haniyeh aliyeuawa ndani ya Teherani. Nilikuja hapa tukazungumza kifo cha Hassan Nasrallah, sambamba na kifo cha Safiuddin, sambamba na kifo cha kina Saleh al-Aruri wale wa Hamas, lakini kina Ibrahim Aqil nilikuja hapa tukazungumza. Nilikuja hapa nikazungumza kifo cha kina Yahya Sinwar, nimekuja hapa nikazungumza kifo cha Khamenei, na niko hapa na wewe ninazungumza kuhusu kifo cha Ali Larijani. Jana baada ya ile taarifa na Irani wakawa hawajathibitisha, nilichokifanya cha awali nilijaribu kuwasiliana na watu wangu wa karibu ndani ya Iran. Awali sikupata mawasiliano yoyote mazuri yaliyo ni connect na kujua ukweli nini kilichokuwa kinaendelea ndani ya Tehran.
Lakini baada ya hapo nikafahamu kuwa hata nikipata ndani ya Tehran ni vigumu sana wao kuconfirm, kwa sababu hata wao wanasubiri habari, na unajua Irani iko nje ya service, kuwa hakuna internet kwa zaidi ya siku 17. Hawana internet. Huenda sisi tulikuwa tunapata habari nyingi kabla yao. Kwa hiyo nikaona hapa siwezi kupata kile nakitaka. Kwa hiyo nikarejea tena ndani ya Tel Aviv. Nikaanza kujaribu kuwasiliana na watu walio ndani ya Tel Aviv. Nilitaka kujiridhisha baadhi ya vitu, kwa sababu kuna vitu huwa nikivipata napata ishara kuwa nini kinachoendelea. Nilimuuliza mtu wangu aliye Tel Aviv muda baada tu ya tamko la Ali Rejani kuuawa, nikauliza Siren Sound mara ya mwisho zimeita muda gani kwa wewe uliye Tel Aviv? Akaniambia ilikuwa Siren Sound ni ving'ora vya tahadhari. Akanijibu kuwa vilikuwa vimesikika kwa muda mrefu zaidi, ilikuwa alfajiri, yani around 5 kwenda 6 morning ile AM. Kwa hiyo vilisikika sana. Nikamuuliza kwa muda huu, akasema hapana. Nikamwambia basi utaposikia utaniambia. Haikupita dakika hata 10, akanijulisha kuwa Siren Sound zinaimba kila sehemu. Nikamwambia sasa naweza nikatilia mkazo, ngoja tuone nini ambacho kinakuja, ni drone au ni ballistic. Baadaye akanijulisha kuwa zilikuwa ni ballistic missile ambazo zimetumwa kwa wingi sana, lakini katika muda ule ule ambao Siren Sound zinaimba Tel Aviv, kulikuwa kuna mashambulizi katika nchi 6 mfululizo kwa wakati mmoja kwa spidi kubwa. Irani ilifanya mashambulizi makubwa sana UAE, sambamba na mashambulizi makali iliyofanya Saudi Arabia, sambamba na Iraq. Wakati huo ilikuwa ikishambulia Israeli, na wakati huo ilikuwa ikipiga Kuwait, na muda huo ilipiga Qatar. Kwa hiyo ilifanya mashambulizi ya mfululizo katika nchi 6 kwa wakati mmoja. Baada ya yale mashambulizi nilimjibu yule jamaa wangu, nikamwambia naweza nikaweka asilimia zangu kubwa kuwa Larijani ameuawa kweli. Na ndivyo nilichokiongea kwenye magroup, nadhani mnakumbuka kwenye group niliwaambia kuwa ishara hizi huwa zinatoa ishara kwa Iran. Iran wana kitu kimoja. Kwanza huwa wanaenda kujibu, halafu ndio wanakuja wanathibitisha. Yaani cha kwanza wa kujibu. Siku 3 baada ya kifo cha Khamenei, mfano kwa wakazi waliokuwa Dubai, Abu Dhabi, Tel Aviv, jaribu kuwauliza hali ilikuwaje. Hali ilikuwa ni mbaya, kwa sababu kulikuwa kuna mfululizo wa ballistic na makombora, nchi zilikuwa zinatikisika. Yote ilikuwa ni siku za mwanzo za kifo cha Khamenei. Baada ya pale ndio kidogo ilipungua, lakini wanajua ni hatari. Mashambulizi yameendelea mfululizo mpaka usiku, mpaka alfajiri. Usiku Irani wametumia makombora yale ya wanasema ile blast, makombora ambayo kupasuka, inatoka zaidi ya kombora 80, na mkitazama baadhi ya video zinawaonyesha Tel Aviv ilivyokuwa, makombora yalivyokuwa yakisambaratika, ambayo ndio Israel mara kadhaa wanalalamika kwa sababu hawana uwezo wa kuyazuia. Mfumo wa ulinzi hauwezi tena kupangua kombora ambayo inasambaa. Sasa nadhani Iran wamekuwa na aina tofauti ya makombora. Walikuwa na makombora ambayo yanasambaa kuanzia 7, 20 mpaka 80. Inatoka makombora madogo ambayo yana uzito wa kilo 2 milipuko, na yanaleta madhara kwenye maeneo makubwa sana. Nadhani picha za video zilizotoka Tel Aviv jana zimedhihirika hivyo. Mpaka muda wa usiku kwa local time ya Tanzania, mpaka saa 7, saa 8, Dubai ilikuwa ikishambuliwa kweli. Eneo la Jabal Ali limeshambuliwa, ambayo ni poti kubwa, imeshambuliwa sana. Baadaye Iran wakaja kuthibitisha kifo cha Ali Larijani. Alipokuwa akiongea na Al Jazeera, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliulizwa kuuawa huko kungeleta athari gani ya kisiasa. Akasema kuwa anashindwa kuelewa kati ya Marekani na Israeli wameshindwa kufahamu kuwa kuondoa viongozi wa kisiasa au viongozi wowote ndani ya Irani hakuathiri mfumo wa uendeshaji. Naweza nikakubaliana naye, lakini naweza nikaweka shaka pia wakati mwingine ninapokubaliana naye. Ni kweli kuwa ninafahamu muundo wa Irani ulivyo. Muundo wa Irani ni kama kile nilichowaambia kwenye group jana, kuwa muundo wake ni kama silaha. Yaani kama anasema ni kama magazine ile ya silaha. Unajua magazine ilivyo?
magazine ukiiweka kwenye bunduki, ukiruhusu ile trigger iachie risasi, basi pale pale ile spring inasukuma risasi ya pili na kaa kwenye njia. Unaweza ukatathmini risasi iliyotoka na iliyobaki kwenye njia, unaweza ukazitofautisha? Ni vigumu. Kwa hiyo Iran unaweza kuwafananisha sometime na hivyo, kwa sababu nakwambia hili, Iran ilianza vita ikiwa haina kiongozi mkuu. Hii vita walianza wakiwa hawana kiongozi mkuu pamoja na anayefuata mkuu wa majeshi. Wote walikuwa wameuawa katika shambulizi la kwanza, wakawa wameuawa. Lakini hivi ninazungumza na wewe, Trump amekuwa ni mtu wa kulalamika tu, ni kuomba msaada. Yaani wamemnyima msaada, kila mtu ni mbaya kwake. Wazungu wenzake wote wamekuwa ni wabaya kwa sababu tu wamemnyima msaada. Sasa nani alihitaji kuomba msaada hapa kwa haya yaliyotokea kati ya Irani na Marekani? Nani alipaswa aombe msaada kwa hali iliyopo? Kwa hali iliyopo tungesikia vilio vingi kutoka kwa Irani akitaka msaada. Washirika wake angewasema, mmenisusa, kwa nini hamji, kwa nini afanye? Lakini hatusikii Irani akiomba msaada kwa China, hatumsikii Irani akiomba msaada kwa Urusi, hatusikii Irani akiomba msaada kwa Korea, hatusikii akiomba kwa yoyote. Yeye anasema sisi tunaendelea kupigana. Lakini shujaa ambaye alituaminisha ana jeshi bora, kubwa, lenye nguvu na uwezo wote, yeye ndio kutwa kulilia msaada kwa wenzake. Kutwa analilia msaada. Hali ya kuwa hawa Irani wameanza vita bila mkuu wa nchi na mkuu wa majeshi hayupo. Sambamba na vita iliyomalizika ile ya 12 days war, Irani walianza bila Salami ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi, na yeye aliuawa kabisa mwanzo. Lakini ni wiki moja tu ilitosha kwa Israeli kuikimbilia Marekani kumwambia kuwa vita ishe, tutakuisha. Ikaenda. Kwa hiyo sioni kama kuna tofauti, lakini inavunja ari. Haijalishi kuwa nyinyi kifo mnakichukulia kwa kiwango gani. Unajua hawa wao kifo wanakichukulia kwa kitu cha kawaida. Ni tofauti kabisa na ulimwengu wa upande wa pili ambao tafsiri ya kifo ni laana upande wa pili, na kwa sababu tafsiri ya kifo ni laana, ndio maana wao wanaona hakuna adhabu kubwa zaidi kwa binadamu kama kumuua. Ndio maana muda wote watamtishia tu kuwa huyu tuta eliminate, lazima tumuondoe, kwa sababu wao kifo ni laana. Hawa upande wa pili, Larijani alikuwa kwenye kile kitu kinaitwa reward ya Amerika ya 10 million, kuwa atakayempata Larijani atapewa milioni $10 Larijani. Wakati Marekani anatoa hiyo, Larijani alikuwa kwenye maandamano ya Quds Ijumaa iliyopita pale Tehran, anazunguka tu akiwa na viongozi wengine. Maana yake kuwa ni watu ambao hawajali, watu ambao hawaogopi kifo, ni watu ambao basi wameamua. Lakini hii si nzuri, kwa sababu kiongozi ni kiongozi tu. Ni lazima, unajua, Kunguru alimwambia mwanae, hakuna binadamu mwenye kibiongo. Hakuna binadamu mwenye kibiongo. Kwa hiyo ukimwona binadamu ameinama, jua anaokota jiwe. Kwa hiyo wewe ruka, usibaki hapo. Yaani hayupo. Manake kunguru muoga hurusha mbawa zake na ndio anaishi miaka mingi. Hawa wenzako hawahitaji siren sound kukaa kwenye shelter. Maisha yao yote wako shelter. Yaani nchi ikiwa hivi muda wote wako chini, kwa sababu wao uhai ni kitu kikubwa sana kuliko kitu chochote. Lakini kwa Irani kuruhusu mara nyingi zaidi viongozi kuuawa, hii bado inaleta mashaka. Haijalishi, nilizungumza wakati wa kifo cha Khamenei, lakini baadaye walikuja utetezi wakasema kuwa walimuomba wamtoe kabisa, wampeleke mbali akahifadhiwe. Yeye Khamenei akawaambia kuwa mtanilinda mimi, na je, mtawalinda wa Irani milioni 90? Anasema kama kuna uwezekano wa kuwalinda wa Irani wote milioni 90, basi watoeni wa Irani wote mkawahifadhi sehemu, alafu mimi nitakuwa wa mwisho kuja kuhifadhiwa. Nadhani Khamenei alijibu tu hivyo, na akawa kiongozi ambaye amejiachia wazi, licha ya kuwa nchi ilikuwa kwenye mzingiro mbaya sana. Hakujali hilo, na hata kifo chake kapelekea kauawa. Hawa wenzako wako kwenye shelter, muda wote wako chini kama panya, wanaishi huko wala hawatoki. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa swala la Trump na ndugu zake limezidi kuwa gumu sana, kwa sababu Trump amewarushia madongo makubwa sana, na usisahau kuwa Joe Kent ameresign. Hili ni pigo jingine kwenye mustakabali wa siasa za Marekani, licha ya kuwa Trump kaisha mjibu kuwa anasema hana lolote na hakuwa chochote. Usisahau huyo alikuwa ni mmoja wa watu wa ngazi za juu kabisa, maafisa wa ngazi za juu kabisa wa Donald Trump. Huyo alikuwa ni mkurugenzi, mtu anayepambana na ugaidi, yaani bosi wake alikuwa ni Tulsi Gabbard. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kabisa kuwa huyu mtu alikuwa ni wa ngazi za juu. Lakini hii inaondoa inazidi kupiga msumari kwenye kile alichokisema. Anasema kuwa
tuliingia kwenye vita kwa sababu ya shinikizo la Israeli. Irani hakuwa tishio kwetu. Huyu ni afisa wa usalama na ndio wanaowashauri wa Donald Trump. Kwa hiyo hii inaleta ishara kuwa Trump hasikilizi washauri wake. Licha ya kuwa Tulsi Gabbard amejiweka pembeni kuwa hajakosoa kuhusu hilo, ameamua kujiweka pembeni na kusema kuwa mimi sipo, kwa sababu ukiangalia kwenye ule mstari utaona kuwa katika uongozi wa juu kabisa wa Donald Trump, Tulsi Gabbard, JD Vance na Joe Kent hawa walikuwa upande mmoja. Na hata juzi Donald Trump alizungumza kuhusu JD Vance akasema huenda labda hakupendezewa na mashambulizi yetu ya upande wa Irani, lakini yuko pamoja na sisi. Unafahamu kuwa hawa watu walikuwa kwenye mstari wao. Huwezi kumweka Tulsi Gabbard kwenye hili kwa sababu kwenye 12 days war, wakati kabla ya mashambulizi ya Israeli, Tulsi Gabbard alipotoa taarifa yake, huyu ni bosi wa CIA, alipotoa tathmini yake, alisema kuwa Irani iko mbali sana kutengeneza makombora ya nyuklia. Taarifa ambayo ikapingana na Trump alivyokuwa ameizungumza, na hata mwandishi wa habari alipomwambia Trump kuwa mbona taarifa yako inapingana na bosi na mtu wako wa upelelezi Tulsi Gabbard, akasema kuwa taarifa yake sio ya ukweli. Siku mbili Tulsi Gabbard akaihariri ile taarifa, akatoa taarifa ya kisiasa ambayo inaungana na Donald Trump kuwa ni kweli Irani walikuwa tishio, lakini taarifa yake ya awali ya kitaalamu ilipinga hilo swala. Kwa hiyo aliamua kufuata matakwa ya Trump ya kisiasa. Kwa hiyo kwenye hii safari unaona Tulsi Gabbard kaamua kujiweka pembeni, lakini Vance anaonekana kuwa hakuwa amekubaliana. Sishangai JD Vance hakuwahi kuwa na Trump pamoja. Hata wakati wa awamu ya kwanza Donald Trump aliyekuwa mkosoaji mkuu alikuwa ni JD Vance ambaye ni makamu wa rais wa hivi sasa wa Marekani. Sasa hili swala la Hormuz limezidi kumpasua Trump na washirika wake wa Ulaya. Washirika wa Ulaya karibu wote wameonyesha ishara ya kuwa wanataka kuzungumza na Irani moja kwa moja kuhusu mfereji wa Hormuz bila kuishirikisha Marekani. Wanataka kujadili na Irani bila kuishirikisha Marekani. Taarifa zinaonyesha kuwa Irani anaendelea kufanya biashara. Katika kipindi hiki cha mzozo, anaingiza zaidi ya dola milioni 140 mpaka milioni 160 kila siku kupitia mfereji wa Hormuz, kwa sababu Irani bado anasafirisha mafuta na Marekani anahofia kuzigusa meli za Irani ambazo zinatoka kwenye kisiwa cha Kurg na zinaendelea kupeleka mafuta, kwa sababu Marekani hofu yake ni kuwa kama atashambulia meli ya mafuta, manake kuwa atazidi kuongeza tatizo kwenye bei ya mafuta ambayo duniani imetikisika. Yani manake kuwa ulimwengu inahitaji mafuta hata kama ya Irani wacha yafike. Lakini jambo jingine ni kuwa mafuta mengi ya Irani yanasafiri bado kwenda kukava nafasi ya China. Manake kuwa meli nyingi zinazofanya kazi ambazo zinapakia mafuta ya Irani zina uhusiano na China. Sasa sidhani kama Marekani anataka kuzua mzozo mpya na washirika wenye nguvu wengine, kwa sababu hata hapa anapumulia mashine na anaomba msaada sana kwa upande wa pili. Ukweli ulio wazi kuwa kadri muda unavyoendelea, hali ngumu zaidi inakuwa upande wa pili wa Marekani na washirika wake. Kura ya maoni ya ndani ya Israeli, 62% ya Waisraeli wanaunga mkono mashambulizi ya Irani yaendelee. Yaani wanaunga mkono kuwa Israeli na Marekani waendelee na vita ndani ya Irani mpaka pale watapoangusha utawala wa Irani. 62%. Ninaweza nikawaelewa kwa hili kwa sababu Waisraeli wanaelewa kabisa maana ya hii vita. Waisraeli wanaelewa fika halisi kwa nini tunapigana kwenye hii vita. Lakini dunia inapotikisika na hasara inapopatikana kwa uchumi, kwa sababu siku tayari Marekani imetumia 22.6 billion mpaka hesabu ya wiki ya pili kwenye huu mzozo. Israeli inahesabu hasara, lakini Israeli ni nchi inayoendeshwa kwa ruzuku ya walipa kodi wa Marekani. Kwa hiyo Israeli hawajali sana kuhusu hilo. Wanafahamu kabisa hata vita ikimalizika, hasara yote walioipata kwenye hii vita itarejeshwa na walipa kodi wa Marekani. Ndio maana kuwa hawajali. Halafu kitu kimoja ambacho kinawabeba kuwa wao hawajaingiza chochote. Askari wao wako chini, wamefichwa. Askari wa Marekani ndio walio wazi. Mpaka leo tunahesabu kuwa vifo vya askari wa Marekani 13, lakini hatupewi namba ya vifo vya askari wa Israeli. Maana yake kwa wanaweza kuambia kwa sisi hatuna. Jibu ni jepesi tu kuwa Marekani anapigana kwa ajili ya Israeli. Ndio maana Israeli 62% wanasema tuendelee, kwa sababu wao wako shelter, wako chini, na hili linatoa nafasi, kwa sababu kuondoka kwa Marekani kwenye huu mzozo, mfano amwachie Israeli peke yake, ni hali ngumu sana, kwa sababu Israeli hawezi kupambana na hiki ambacho kinaendelea. Lakini kuondoka Marekani hivi sasa kwenye huu mzozo, anaachaje maamuzi ya Mashariki ya Kati, na nguvu kubwa ya Mashariki ya Kati itakuwa upande gani? Kwa hiyo hali ni ngumu sana katika kipindi hiki. Ujerumani, Ufaransa,
wote wanaendelea kupinga kuwa sisi hatutoshiriki. Donald Trump jana alivyokuwa anaongea na waandishi wa habari akasema kuwa nimewasiliana na Emmanuel Macron na kati 10 ya 8, anasema 8 ya 10 tutakubaliana kuwa atatoa usaidizi kwenye mfereji wa Hormuz. Yaani 80%, manake alikuwa na uhakika Macron atakubali. Macron akajibu akasema kuwa hatutoshiriki kwenye hili swala. Sisi tunapiga hesabu za kwenda kuanzisha mazungumzo na Irani ya moja kwa moja ambayo hayatomshirikisha Marekani. Ndio maana Trump anawaambia endeleeni. Wala jana aliandika andiko moja kubwa sana akiwashutumu kuwa hawa wamekuwa washirika wetu wa NATO ambao hawana msaada wowote kwetu, lakini tunachotaka kuambia kuwa hivi sasa hatuhitaji msaada wao wowote, waendelee na sisi, hivi tutashinda wenyewe. Ameandika barua ndefu sana, nashindwa kuikariri yote hapa, lakini Marekani jana Trump ameandika andiko refu sana la lawama dhidi ya wenzake. Ile generali mmoja wa Ufaransa anasema kuwa kushiriki kwenye vita hii na Marekani kwa hivi sasa ni sawasawa na kuagiza dina kwenye meli ya Titanic wakati tayari imegonga mwamba. Kwa hiyo kile kinachofuata unajua. Bila shaka dunia inafahamu nini kinakuja kutokea mbele. Jana kiongozi mkuu wa Irani Mojtaba Ali Khamenei aliendelea kupigia msumari pale pale akisema kuwa muda wa mazungumzo haupo na tunaendelea na vita. Sasa tayari ukipima kuna anguko kubwa ambalo linakwenda la Marekani. Kadri muda unavyokwenda ndivyo kutatokea ima anguko la moja kwa moja la Donald Trump ambalo huenda likaishia kumpeleka gerezani Donald Trump, au litokee anguko la moja kwa moja la Marekani, kwa sababu hana njia yoyote Marekani hivi sasa ni kulazimisha mazungumzo ili atoke angalau aweze kuokoa baadhi ya vitu. Lakini kama kwa njia yoyote ataondoka, basi manake petrodola kwa nchi za Kiarabu inakuwa imedondoka rasmi, udhibiti wa Mashariki ya Kati unaondoka rasmi, na nguvu na ushawishi wa Marekani unaondoka rasmi, na ukubwa wa Israeli wa Greater Israel na wenyewe utakuwa umeondoka naye, kwa sababu mlinzi pekee ambaye anawalinda hapa au anayelinda Israel ni Amerika, na Amerika atakuwa hawezi tena kusogea kwenye hili eneo, manake kuwa mabadiliko makubwa yatakuwepo ya kijiografia, mabadiliko makubwa ya uongozi Mashariki ya Kati yatakuwepo, na Irani itakuwa full power na mamlaka makubwa ya uamuzi, na nchi nyingi za majirani hazitojikinga tena kwenye kivuli cha Marekani, kwa sababu watafahamu kabisa kuwa Marekani hawezi kupambana na Irani hata kama atatulinda. Kwa hiyo kivuli pekee ambacho watakuwa wanakiamini ni kivuli cha Irani, ambacho kuwa tukiwa upande wa Irani bado tunaweza tukawa tuko salama kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo Marekani anatafuta U-turn na exit, anatokaje kwenye huu mzozo, kwa njia gani? Ndio maana usimwone Donald Trump anawaka, anaropoka, anawatukana, anawasema kila mtu amekuwa mbaya kwake, kwa sababu kiuhalisia maji yako shingoni, na huku kunakoelekea ni kubaya sana kwa Marekani. Ndio maana inabaki ile nadharia kuwa huenda Marekani baada ya kuona mambo yako vigumu akajaribu kufungua akiba zake za nyuklia na kujaribu kutaka kumaliza mzozo kwa kupitia njia ya pembeni. Lakini nilishawaambia awali kuwa tabia zote za Irani ni tabia za wamiliki wa nyuklia. Ishara zote ambazo Irani wamekuwa wakizionyesha ni ishara ambazo huonyeshwa na nchi ambazo zinamiliki nyuklia. Huenda wasituambie official, lakini tabia nyingi za Irani zinaashiria ukubwa huo. Niwashukuru kwa muda wenu, na nitoe shukrani za kipekee kwa rafiki yangu my brother Mwalimu Google. Jana kuna kitu alikizungumza, nilimuelewa vizuri, nimemuelewa kwa sababu ye mwenzetu unajua anazungumza vitu vingi, yeye ana kichwa kinaweka vitu vingi. Sasa mimi siwezi kufanya hivyo, yeye anajua mambo mengi zaidi, lakini naweza kusema kwa nashukuru kile amekizungumza kwa nafasi yake, na tunataraji huenda yakafanyika hayo, na niwashukuru wengine pia ambao wamekuwa bega kwa bega na hili kuzungumza ukweli ambao unaendelea na kuacha kuwa wapiga zumari ambao kuwa wanapenda kupingana na ukweli na uhalisia ambao unaonekana. Mwalimu Google ni mmoja wao, lakini alisema kuwa Mzee Rahbi anaelekea kuzeeka, huenda nafasi zake zikachukuliwa na wengine. Ni kweli huenda ninaonekana hivyo, au inawezekana niko hivyo, lakini ndio kwanza nimeingia kwenye umri wa mwanzoni kabisa ambao naruhusiwa kugombea urais kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo inawezekana kuwa ninaelekea huko kwenye uzee kwa tafsiri ya umri wa ujana. Asanteni, lakini nawashukuru, namshukuru my friend, my brother Mwalimu Google na wengine rafiki zangu ambao tumekuwa tukizungumza mara nyingi sana kuhusu mambo mbalimbali yanaendelea. Asanteni na nashukuru. Mara nyingine nitakuja kuzungumza yale yanayojiri.